Ninaitwa mdogo wake na Yesu. Niko mbele zako tena msikilizaji, siku ya leo nikiwa nimekuja na baraka kubwa sana masikioni mwako. Ninamaanisha siku ya leo nina mgeni mahali hapa ambaye nakwenda kumleta mbele yako kwa ajili ya kuhudumia maisha yako. Mgeni huyu anatokea katika mji wa Katoro pale Geita. Naam, ni kwa sababu maalum leo tunasimama naye hapa masikioni mwako kwa ajili ya kuhudumia maisha yako. Ni mwinjilisti wa taifa huyu anayeendesha operesheni kubwa ya maombezi, na sio mtu wa kawaida. Wewe mwenyewe utakwenda kujionea, sio mtu wa kawaida. Chukua namba yangu mapema, kwa sababu leo tutakuwa tunaombea watu, leo tutakuwa tunafungua watu, leo tutakuwa tunaendesha operation maalum. Chukua namba yangu ya simu ambayo ni 0756 96 40 99. Nitarudia 0756 96 40 99. Hiyo ni namba yangu kwa ajili ya maombezi. Piga namba hiyo muda wote, takwenda kupokea na kufanyia huduma. Namba ya simu narudia tena 0756 96 40 99. Hiyo ni namba kwa ajili ya maombezi. Kwa hiyo piga namba hiyo kwa ajili ya msaada zaidi. Leo nina mgeni mahali hapa. Usitoke kwenye chombo chako ambacho unakitumia kutusikiliza. Unanisikiliza, unauma huko kitandani, unakwenda kuinuka leo. Umefungwa, unaenda kuinuka leo. Nataka ufatane nami kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai. Naam, nina mgeni masikioni mwako tena kwa ajili ya baraka kubwa sana, na maisha yako hayatabaki ya kawaida. Hebu nataka ujiandae sasa, ninapokwenda kumkaribisha mtu huyu aweze kuachilia baraka juu ya maisha yako. Chukua namba yangu ya simu mapema kabla hajaanza, kwa sababu yeye ni mtu wa operation, ni mtu wa vurugu. Chukua namba ya simu ambayo ni 0756 96 40 99. Nitarudia namba ya simu kwa sababu leo nitakuwa na operation maalum kwa ajili ya kufungua watu, kuombea watu, kubadilisha na kurejesha maisha ya watu. Namba ya simu ni 0756 96 40 99. Kumbuka, hii ni namba kwa ajili ya maombezi. Utatupigia nasi tutasimama na wewe. Utatuma ujumbe wa maandishi tukiwa bado tunaendelea, tukiwa hewani. Tuma meseji yako, andika jina lako, unaitwa nani, unakaa wapi, mtaa gani, mkoa gani, andika. Pia unaweza ukatuma matatizo yako, unahitaji nini, andika, tuma kwa njia ya SMS na sisi tutakwenda kushughulika na wewe. Leo niko serious sana na maombezi, na nimeambatana na mtu huyu ambaye sio mtu wa kawaida. We mwenyewe utakwenda kuelewa kwamba huu sio mtu wa kawaida, na nitakuwa nikishirikiana naye kwa ajili ya maombezi, kwa ajili ya ukombozi. Kwa hiyo kabla sijamkaribisha msikilizaji wangu, nataka uchukue namba ya simu, kwa sababu ni muhimu sana. Hiyo namba ya simu, unaweza ukawa unanisikiliza mara moja huko kwenye usafiri, unanisikiliza pengine kutumia chombo cha jirani. Kwa hiyo chukua namba ya simu, uwe wa kwanza kupiga simu mapema, na sisi tunakwenda kukuhudumia. Wakati huo tutakuwa tunaendesha operation moja kwa moja live kwenye maisha yako. Chukua namba ya simu mapema, usije ukachelewa. 0756 90 na 640 99. Hiyo ni namba special kwa ajili ya maombezi tu na kwa ajili ya kuhudumia maisha ya watu. Kwa hiyo utatumia namba hiyo, utatuma ujumbe wako, utatuma SMS. Unapotuma SMS, andika jina lako kamili, wewe ni nani, unatoka mkoa gani, na unatoka kijiji au kata au mtaa fulani, na kisha uandike pia your prayer request, uandike mahitaji yako, unataka nini utendewe. Lakini wale mnaopiga simu, jiandae pia kujitambulisha, wewe ni nani, unatoka mkoa gani au mtaa gani, na unataka nini Yesu afanye kwenye maisha yako. Leo nitakuwa na kazi tu ya kuombea watu.
kazi ya kufungua watu, kazi ya kuponya watu, na wala ambao baraka zimeshindikana kwenye maisha yao zinakwenda kurejeshwa. Kumbuka ni mdogo wake na Yesu. Ninapatikana katika mji wa Katoro pale Geita, ndipo kilipo kituo changu cha huduma na maombezi. Lakini pia unaweza ukanipata mtandaoni. Wale wenye uwezo wa kuingia YouTube, andika mdogo wake na Yesu. Ingia YouTube sasa hivi, search mdogo wake na Yesu, utaweza kuona huduma. Lakini pia kwenye account yangu nyingine imeandikwa Prophet Charles. Wengi wanajiuliza prophet na maanisha nabii Charles. Unaweza ukanipata humo. Leo sasa nataka nikakuletee mtu huyu ambaye nimeambatana naye. Yeye ataanza, kisha mimi nitakuja kumaliza kwa moto usiokuwa wa kawaida. Kwa hiyo leo tuko hapa double. Jiandae kupokea baraka double. Jiandae kupokea muujiza double. Tunasimama wawili leo kuhakikisha kila kitu kinarejeshwa kwenye maisha yako. Nataka ukamsikilize mgeni huyu ambaye nimeambatana naye siku ya leo. Ni mashine isiyokuwa ya kawaida. Ninamvulia kofia na kumpigia saruti, maana sio mtu wa kawaida. Ni moto mwingine, ni mafuta mengine, ni mafunuo mengine. Hebu na wewe msikilizaji, hebu nataka twende pamoja tukasikilize. Na operation ya maombezi leo itakuwa ndefu sana, kwa sababu kuna watu lazima wafunguliwe katika kongamano hili.